Tunaimba wimbo huu, tunaimba wimbo huu leo, jana hata kesho. Vingere ndo wimbo wetu. Ndo wimbo wetu. wajibu na haki ndo wimbo wetu. Sisi walimu Ndo wimbo wetu. Shikamano daima kombozi kwetu. Sisi walimu Ndo wimbo wetu. Nyinyi ni walimu wenye moyo, mnayofanya kazi za wito, mnaojenga kesho yetu kwa kutumia chaki za maarifa yenu. Shikamooni tena walimu. Kwa nini tunafumba macho wakati wa kusali na ndotoni? Kwa sababu mambo makubwa na mazuri hayaonekani kwa macho, yanagusa mioyo. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, mwalimu, najiuliza nitumie msamiati gani, nitumie neno gani litakalotosha kuonyesha kazi nzuri, kazi yenye weledi iliyofanywa na viongozi hawa ambao wanamaliza muda wao. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, nimejaribu kutafakari moja ya falsafa za Comrade Mheshimiwa Rais Rea Ulaya na makamu wake wa rais Suleiman Ikomba. Moja ya falsafa zao walisema, ukitaka kufikia namba 10 unaweza ukaipata kwenye 9 jumlisha 1 utapata 10. 5 mara 2 utapata 10. 13 toa 3 utapata 10. 20 gawanya kwa 2 utapata 10. Wakiwa na maana matatizo hayana mahali pengine pa kutokea isipokuwa duniani. Ni vile ambavyo unakabiliana nayo, ni vile ambavyo unatatua changamoto. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, huu ndio uongozi pekee uliotufikisha hapa bila malalamiko na watu wakiwa wanashangilia na wanafurahi. Naomba tupige kelele kubwa sana. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, sifa mtu apewe. Unawezaje ukawa na siku kubwa na siku nzuri, siku ya kihistoria, ukaacha kutaja jina la Joseph Misalaba? Haiwezekani. Mheshimiwa, huyu ni katibu mkuu alihakikisha furaha hii inatokea. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu Kidudu, mwenye weledi, mweka hazina wa chama, aliyetunza fedha za chama. Kidudu, jina lako litaandikwa kwa wino wa dhahabu. Ili kutunza historia hii. Mheshimiwa, hawa viongozi kwa kazi kubwa walioifanya, na kujua mwalimu unasema tusimsifie mtu pembeni. Nilitamani kutumia hadithi yako ya tembo na siafu, lakini sina kibali chako.
Kama ningekuwa na kibali chako leo, ningewasimulia ile hadithi ya tembo na siafu waliotingisha daraja. Lakini kama mheshimiwa itakupendeza, kwa sababu sisi ni Wabantu, sisi ni Waafrika, hawa watu tuwape maua yao. Dadangu Lea, Ulaya, nikuombe usimame upokee maua yako. Dada Lea, apewe maua yake. Kazi yako Lea imetukuka. Suleimani Ikomba asimame apewe maua yake. Ikomba apewe maua yake. Nashoni Kidudu, upewe maua yako. Kidudu apewe maua yake. Joseph Misalaba apewe maua yake. Apewe maua yake. Misalaba apewe maua yake. Joseph apewe maua yake. Daktari, kwa sababu wewe ni mwalimu, ndio maana leo nimeamua kujiachia. Yaani hapa kama uko darasani, kwa sababu zilizokuwa nje ya uwezo wangu, ua hili alijakaguliwa na watu wa itifaki, nimuombe Mheshimiwa Rais apokee kwa niaba yako, umfikishie Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mwambie walimu hawana deni na yeye, walimu watamlipa. Dada Lea, utapokea kwa niaba ya naibu waziri mkuu, litafika kwa Mheshimiwa Rais kwa sababu ua hili halijakaguliwa. Apewe Samia, apewe. Twende tuimbe wote, kulia kushoto, kulia kushoto. Mama Samia, mama wote. Mama, wewe ni mama, mama wa hili taifa. Sisi hatuna deni na wewe ndo unatudai mama. Ona mwaka huu tutakulipa deni lako. Mwaka huu tutakulipa mama Samia. Asante sana mjomba Mpoto pamoja na bibi yako.